Habari, natumai unaendelea vizuri. Leo tunaendelea na darasa letu la HTML, kutengeneza kurasa za tovuti. Kama tulivyoangalia wiki iliyopita muundo wa kurasa wa HTML, tukaangalia pale kuna head tag na body tag. Leo video iliyopita nikasema nitaelezea tag ambazo zinatakiwa ziwepo katika head tag. Kwa kuanzia tuna tag ya title kama tulivyoona pia wiki iliyopita. Hii kazi yake inatumika kuweka kichwa cha habari, yani tunaita title kama ninavyojieleza katika kurasa, lakini inakuwa kule juu ya browser, haiwepo ndani ya kurasa pale ambapo tunaweka taarifa zetu. Na tag nyingine ni ya style. Hii hutumika kuweka yani kurembesha, wakati mwingine naweza nikasema, au kuweka style katika kurasa yetu. Yenyewe hutumika kuandika, kuna kitu baadaye tutasoma hizo cascaded style sheet. Kwa hiyo huwa inatumika kuweka zile cascaded style sheet ambazo huwa zinatumika kuweka pale ndani ya kurasa yako, au tunaita style za ndani, internal style sheet. Tag nyingine ni ya linki. Hii hutumika kuweka style kama hivi ambavyo ilivyokuwa ni style, yani ni tag ya style, lakini yenyewe hii hutumika kuchukua style ambayo ipo katika faili nyingine ambalo umeandika zile style sheet zako. Ikiwa umeziandika katika faili nyingine, yenyewe unaweka linki, yani unaweka linki ya kuunganisha na ile faili ambayo umeandika nje ya hii kurasa yako. Kwa hiyo hizi mbili, style na link, zenyewe zinafanya kazi moja, lakini hii inachukua kutoka kwenye faili nyingine. Isipokuwa style yenyewe, zile style sheet, cascaded style sheet unaziandika pale katika file, yani katika kurasa yako. Hii hapa yenyewe, zile cascaded style sheet unaziandika katika faili nyingine, halafu unaweka linki ya kuunganisha ile faili ili zile style zije katika ile kurasa yako ambayo umeweka linki pale. Nyingine tag ambayo inakaa katika head tag ni meta. Yenyewe meta hutumika kutanabaisha maandishi, yani tunaweza tukasema UTF-8, yani masuala ya Unicode. Sitaki kuenda huko kwa sababu unaweza kuchanganyikiwa, lakini yenyewe tu hutumika kutanabaisha hiyo masuala ya maandishi. Na kitu kingine pia hutumika katika hii meta tag, yenyewe hutumika kuweka maelezo ya kurasa, kama kurasa yako inahusu nini zaidi, kwa sababu kurasa zako zinaweza zikahusu mambo tofauti. Kwa hiyo huwa katika kila kurasa huwa unaweza ukaweka maelezo kwamba hii inahusu nini, kurasa hii inahusu nini. Hayo maelezo huwa tunaweka kwenye meta tag, kwa Kiingereza tunaita description. Kingine kinachotumika katika hii meta tag tunaita maneno ambayo hutumika sana, au keywords, maneno ambayo hutumika sana katika hiyo kurasa. Kwa hiyo unaweza ukaweka katika hii meta tag. Kitu kingine pia tunaweza kukiweka katika meta tag ni jina la mtengenezaji wa hiyo kurasa. Unajua, kama itakuwa mnatengeneza tovuti watu tofauti, basi mnaweza mkaweka kwamba hii kurasa hii imetengenezwa na fulani, hii imetengenezwa na fulani, na hii imetengenezwa na fulani. Hivyo tuna ambavyo vinaweza vikawekwa katika meta tag, lakini kuna vingine ambavyo vinaweza vikawekwa. Kwa sasa naomba tuishie hapa, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukaweka kwenye meta tag. Vya muhimu ni hivi hapa ambavyo nimevielezea. Kingine ni script. Hii tag hutumika kuweka JavaScript. JavaScript kama unavyoelewa, ni zamani wakati sisi tunasoma HTML, kama wakati tunajifunza HTML, ilikuwa HTML inatumika tu kama tunaita client side validation. Yani kama kwenye form umeandika, yani kwenye email hukuandika ile @ au kwenye sehemu ambayo unaambiwa uweke namba ya simu ukaweka jina, huwa JavaScript inatumika kueleza kwamba hapa ulitakiwa uweke namba ya simu, sio jina, yani hukutakiwa kuweka. Lakini siku hizi JavaScript inatumika kama ni server side, yani script pia, yani inafanya kazi kwenye server kama PHP na Python. Kwa hiyo siku zote hii JavaScript kama unataka kuweka katika file lako kwa ajili ya kufanya validation au na mambo mengine, basi hii huwekwa katika hii tag ya script. Either utaiweka kwa pale, yani kwa program pale kwenye file, au pia utaiweka kwa kutumia external file, yani file la nje, kama ambavyo inatumika hii link tag. Kwa sababu
katika cascaded style sheet tuna style mbili. Unaweza kutumia style au link, lakini JavaScript zote kwa kuandika pale pale au kwa kutumia file la nje zote zinatumia script tag. Tag nyingine ni ya base. Hii hutumika kuweka ile base URL au ile URL yako ya mwanzo kabisa ya tovuti. Kwa hiyo unaweza ukaamua ukaiweka hapa ili iwe ni rahisi watu kuitafuta katika kurasa yako. Hizi kwa kifupi, hizi ndio tag ambazo unaweza ukaziweka katika head tag. Labda nielezee kidogo, kuna tag nyingine ambazo zinaweza labda kwenye video iliyopita nilieleza kwamba kuna tag ambazo zinaweza zikakaa kwenye head na tag nyingine ambazo zinaweza zikakaa kwenye body. Lakini kuna tag ambazo zinaweza zikakaa kwenye head na ambazo hizo zikakaa kwenye body. Na wakati mwingine pia unaweza ukachanganyikiwa ukakuta kuna tag zipo, yani kama head tag iko ndani ya body, au unaweza kukuta HTML tag iko ndani ya HTML. Ni kwamba ni hivi, zamani unajua HTML imeanza kutoka, usije ukachanganyikiwa, yani HTML imeanza kutoka version 1, version 2, 3, 4 mpaka 5. Ukitumia version za zamani ni kwamba alikuwa huwezi kuweka hizo tag, yani kama mfano head tag kwenye ndani body tag, au HTML haiwezi kuwa ndani ya HTML. Lakini katika video iliyopita nilieleza kwamba huu ndio muundo wa HTML, kwamba inakuwa na HTML head, alafu unakuwa na body, alafu unafunga HTML. Lakini katika HTML5 unaweza usiweke pia zile HTML tag, ukawa unaweka tu ile doc type tag, sinaelewa, alafu usiweke HTML tag, na bado yani browser ikaitambua hiyo na ikafanya kazi ile kurasa yako. Ni kwa sababu ya ile doc type tag. Kwa hiyo yani kwa kifupi, kwa sababu ya kuanza kufundisha, yani kwa ajili ya kufundisha wewe mwanzo, ndio maana nimeeleza huu ndio muundo wa HTML. Ni kwa sababu ukitumia hiyo staili ya HTML5 utachanganyikiwa, kwa sababu browser ndio ambazo zinatambua. Kwa hiyo kile kitu ambacho kinatambuliwa na browser wewe unaweza usijue. Kuna browser nyingine huwa hazitambui za zamani. Mfano kama unaweza kutumia ikawa na kompyuta unatumia Windows XP, unatumia browser za zamani, ikawa zinakuletea matatizo, yani ukawa unachanganyikiwa, yani mbona haifanyi kazi kwangu? Ni kwa sababu yani browser zako inawezekana hazitambui HTML5, na ikawa umeacha kuweka hizo HTML tag, na browser yako isitambue, kwa sababu browser zamani hazifahamu doc type tag, haikuwepo zamani. Hii imekuwa introduced, yani imewekwa katika HTML5. Kwa hiyo naeleza hivi, sio kwamba mbona kuna sehemu nyingine naeleza kwamba unaweza usiziweke. Kweli unaweza usiziweke, lakini kama unatumia zile browser za zamani, au unatumia Windows XP ambazo na browser za zamani, unaweza ukawa unapata matatizo. Naeleza hivi kwa sababu nataka uende na ile standard ya HTML mpaka yani ile standard ya mwanzo kabisa, ili usipate matatizo katika baadaye utafahamu kwamba browser ziko smart sana kiasi cha kwamba hata ukiondosha tag fulani ukasahau tag ya kufunga, basi inaweza ikatambua hivyo, ikaweka yenyewe tag ya kufunga na kurasa yako ikawa vizuri. Labda nikuonyeshe tu zinavyofanya kazi. Mfano hapa katika ile kurasa yetu ambayo ni ya index, tuliweka mwanzo kama unavyoona hapa head tag, ndani yake tunaweza tukaweka title tag kama tulivyoona katika video iliyopita, na lazima tufunge title tag, ni lazima tufunge. Alafu ukaweka style tag. Katika hii style tag ni lazima pia nayo ufunge. Utaona hapa ndani, hizi hapa ndo tunaita cascaded style sheet. Kama unavyoona hapa inaweka kwamba kurasa yako lazima iwe na background color ambayo ni powder blue. Header 1 ni lazima color yake iwe red, na paragraph iwe ni blue. Usisumie kichwa sana kwa hizi cascaded style sheet, tutasoma baadaye. Utaona hapa tuna script tag ambayo lazima inaweza ikakaa kwenye head tag. Hizi hapa ndani ndio JavaScript. Tusiende huko kwa sababu tutasoma JavaScript na kuonyesha tu mfano kwamba utawekaje JavaScript. Alafu kuna tag ya link, kama ambavyo tunasema hii link iko sawa na style tag. Yenyewe inaonyesha tu kwamba cascaded style sheet yetu inaweza ikapatikana katika faili la mystyle.cascaded style. Na mystyle ndio hili hapa ambayo tumeweka tu style yetu ni ya header 2, rangi yake itakuwa ni rangi ya green. Hili ni faili ambalo liko nje ya
ya faili letu, yani la kurasa yetu hii hapa. Kwa hiyo tunachukua staili ambazo ziko kwenye nini, faili la nje kabisa, ndio ambapo tunasema hii inatumia nini, staili za nje. Alafu kitu kingine kama tulivyoeleza ni meta tag, ambazo zenyewe unaweza ukaweka nini, mchanganuo wa nini wa maandishi, ambao kama hapa tunavyoonyesha mchanganuo wa maandishi kama ni character set ni UTF-8. Hivi vitu vya ndani ambavyo vimewekwa hapa usihofu sana, nitaeleza, ambazo zenyewe zinaitwa attribute, nitaeleza baadaye. Mwanzo wa sasa hivi naeleza kila tag ambayo umuhimu wake na sehemu ambayo inakaa. Kwa baadaye hapa, baada ya kueleza tag zote, nitaenda kueleza attribute na kazi zake. Attribute za kila tag na kazi zake pia nitaeleza. Baada hapo tutaanza kutengeneza kurasa zetu sasa. Na kitu kingine katika meta tag ambazo nilichokielezea ni kama hivyo, yani description, yani inahusu nini, maelezo kuhusu hiyo nini, kuhusu hiyo kurasa. Kama hii hapa tunaweza tukasema ni free web tutorial, au tunaweza tukasema hii hapa inahusu head tag. Kwa hiyo hii hapa inahusu nini, head tag, maelezo yake. Hii hapa neno nisiende kwenye masuala ya nini ya attribute kueleza kwamba hii inahusu nini. Kitu kingine tunaweza tukasema tunasema meta tag inahusu, yani inahusu nini, keyword, yani maneno muhimu. Kwa hiyo tutaangalia katika hii kurasa yetu maneno muhimu, labda ni HTML, Cascade style sheet, JavaScript, PHP, Python. Basi hapo utaweka hapa. Kama kuna jingine, mfano neno muhimu hapa utakuta tovuti, basi utaliweka hapo. Hivi ndio ambavyo utaweka nini, tunaita maneno muhimu ambayo unaweza ukaweka katika meta tag. Kitu kingine, mtengenezaji wa nini wa kurasa yako. Mtengenezaji wa kurasa yako anaweza kaa jina labda Juma, Ali, Muhammad na mwingine. Kwa hapa nimeandika mtengenezaji na ataitwa tovuti, website. Hili ni jina, yani ambalo unaweza kutumia. Unaweza kuweka jina lolote lile. Na kitu kingine mfano hizi ndio ambazo unaweza kutumia kwenye meta tag. Na kumbuka linki, meta tag na base tag unaweza usifunge, yani hazina haja kuwa na nini na kufunga tag zake. Kuna tag ni lazima ufunge, kuna tag nyingine sio muhimu kufunga, kama ambavyo ni linki na meta tag hazina haja ya kufunga. Tag nyingine ambayo tunaweza tukaweka katika nini, head tag ni ya base. Yenyewe hutumika kuweka, yani tunaita URL, yani ile link yako ya mwanzo kabisa. Ukiandika, mtu akiandika tu ile nini, address yako ya mwanzo inakuja nini, kurasa zako, kama ambavyo hapa tunavyoonyesha, tunaandika ni localhost tovuti. Yani yenyewe ni kuonyesha tu kwamba link yetu ya mwanzo ni hii hapa. Kwa leo ni hizo, yani kwa kuishia hapa ni hizi ndio tag ambazo tunaweza nini tukasema zinaweza zikawekwa kwenye head tag. Kama ambavyo mnaona hapa, hizi kama Cascade style sheet inaonyesha kwamba kurasa yetu itakuwa na rangi hii ya powder blue, header 1 itakuwa na red, paragraph zitakuwa na blue. Ukija kwenye browser yetu tayari, kumbuka nishaanzisha server yetu. Ukija hapa, leo natumia Edge, browser ya Edge. Ukiandika hii localhost, labda hii nifunge, naifungua tena. Ukifungua nini browser yetu ya nini ya nini local nini ya Edge, ukiandika localhost tovuti, ukifungua utaona browser yetu inakuonyesha hapa kwamba title ni mwanzo wa HTML. Ukija ukiangalia zile Cascade style sheet kwamba tunaweka background color ya kurasa yetu ni powder blue, ndio hii hapa unaiona hapa. Na header 1 ndio hii hapa. Header 1 ni kuhusu HTML header, kama ambavyo unaiona hapa. Header 1 ni kuhusu HTML header, ndio hii hapa inaonyesha hapa. Na paragraph ambayo iko chini ya header 1 ni hii hapa, kama ambavyo nimeandika pale kwenye kurasa yetu. Na header 2 ni hapa, sehemu ya header 2 nimeandika hapa kwenye hii hapa, kwenye header 2 kama unavyoiona. Na paragraph iliyopo kwenye header 2 ni hii hapa, na itakuwa chini ya header 2. Ishia hapo. Tutaendelea na darasa lijalo kwa ajili ya kuangalia tags ambazo zitakuwepo kwenye nini, body tag, na nafikiri tutaendelea mpaka tutakapozimaliza zote. Asante sana, tuonane darasa video inayofuata.